Fungua Yoshua sura ya kwanza. Mstari ule wa kwanza mpaka wa 9. Najua tumesoma Mathayo 28:20. Yoshua sura ya kwanza. Mstari wa kwanza hadi wa 9. Ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi ondoka, vuka mto huu Yordan, wewe na hawa watu wote, mkaende katika nchi niwapayo wana wa Israeli. Kila mahali itakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa, tangu jangwa hili na mlima huu Lebanon mpaka mto ule mkubwa, mto wa Frati, nchi yote ya Wahiti, tena mpaka bahari ile kubwa upande wa machweo ya jua. Hapo ndipo patakuwa mpaka wenu. Hapatakuwa mtu yoyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowapatia baba zao, ya kwamba nitawapa. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawa sawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali atafakari maneno yake mchana na usiku, mpate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana hapo ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Je, si mimi niliyekuamuru wewe hodari na moyo wa ushujaa? Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu yu pamoja nawe kila uendako. Na tukae. Ukisoma Kumbukumbu la Torati sura ya mwisho ile, unayaona maneno ya Musa. Pia anamwambia Yoshua, usiogope, nitakuwa pamoja nawe. Yoshua alikuwa miongoni mwa viongozi wakati Musa akiwa kiongozi. Yoshua alikuwa jemedari, yani kamanda mkuu wa vikosi vya jeshi kwenye jeshi wakati Musa anawaongoza wana wa Israeli. Yoshua alikuwa mtumishi wa Mungu ambaye toka mwanzo Musa alimtegemea kama msaada wake, kiongozi aliyemsaidia Musa usiku na mchana kuongoza taifa la Israeli. Yoshua, ukisoma sana wataalamu wa Biblia wanamtaja kama mtu ambaye alitumika na Musa pia kwenda kuipeleleza nchi ya Kanaani, nchi ya ahadi walioahidiwa na Mungu. Kulikuwa na nafasi ya Yoshua kuwaongoza wale wapelelezi watatu, yeye akiwa kiongozi mkuu, kwenda kujua ile nchi ikoje, na maadui wangapi, wanaweza kuipiga kwa siku ngapi, wana silaha kiasi gani. Yoshua huyu, wakati Musa akipanda kusikiliza sauti ya Mungu kwenye mlima, aliongozana pamoja na Musa. Kwa hiyo alijua siri zote na uwezo na nguvu alizokuwa nazo Musa. Hakuna shaka kwamba Yoshua alikuwa ndio mwasanje kompeli, kwa sababu alijua kila kitu ambacho Musa alikuwa anafanya. Ukafika wakati ambao sasa Musa anakaribia kufa, na ukumbuke ahadi ya Mungu ilikuwa Musa, hautaingia nchi ya ahadi, nchi ya Kanaani, kwa sababu ya maovu ya watu wangu walionikosea. Adhabu yako ni wewe Musa, hautaingia nchi ya Kanaani, nchi ya ahadi. Hawa watu wewe utawafikisha mpakani na wewe utakufa. Sasa ndipo Mungu amemteua Yoshua achukue nafasi ya Musa. Kwa Kiingereza Yoshua anasema is not my shoe. Miguu yangu haitoshi viatu vya Musa. Alianza kutetemeka, Biblia inasema, kwa sababu Musa aliposhika mabega yake akamwambia, sasa na kukabidhi taifa hili la Israeli. Huyu Yoshua akaanza kuogopa, maana anaijua kazi iliyo mbele yake ya kuliongoza taifa la Israeli. Rudi nyuma, nimekutajia mambo matatu manne kuhusu Yoshua. Nimesema Yoshua alikuwa kiongozi, mwanajeshi mkuu wa taifa lile la Israeli chini ya Musa, akiongoza mapigano. Nchi ya ahadi, nchi ya Kanaani, ilikuwa inalindwa masaa 24 kwa silaha. Wanajeshi na maaskari kwenye nchi ya Kanaani hawakuwa wa kawaida, lakini yeye alitumika kwenda kupeleleza na kuleta taarifa.
Lakini leo anakabidhiwa watu wale wale, yeye akiwa jemedari anaambiwa sasa utawaongoza hawa watu uvuke nao Jordan wafike nchi ya Kanaani ambayo Mungu aliahidi. Anaogopa. Kwa nini Yoshua alianza kuogopa wakati yeye alikuwa na Musa siku zote? Hata alipata nafasi Musa alipoenda kuongea na Mungu, naye alikuwepo nyakati hizo. Lakini sasa ameanza kuogopa. Biblia inasema Mungu akashika mabega ya Yoshua, ndipo akaanza kumpa zile ahadi. Maana alijua ya kwamba Yoshua peke yake asingeweza. Kumbuka Israeli, kumbuka Yoshua maana yake Israeli maana yake ni watu wanaoshindana na Mungu, taifa ambalo linagombana na Mungu. Wana wa Israeli walikuwa watu wasumbufu. Biblia inasema walikuwa wamejaa manunguniko. Biblia inasema walijaa masengenyo. Biblia inasema walikuwa sio watu wa kawaida ambao wamejaa shukrani. Ndio maana unakumbuka kuna wakati ambao Mungu alipoona wamezidi akasema sasa nitawadondoshea nyama kutoka huko, wakaficha na zingine, kwa sababu walikuwa sio watu wa kuridhika. Safari yao ilikuwa ya siku chache, lakini kwa sababu ya usumbufu wao Mungu akawapa adhabu ya kusafiri miaka 40 jangwani ili tu waweze kujifunza, lakini bado walikuwa hawajajifunza. Ndio maana Yoshua alianza kuogopa. Haleluya. Hawa watu, taifa hili ambalo ni watu walioshindikana, waliomsumbua Musa. Sifa za Musa: Musa alikuwa mtu mpole. Biblia inasema hajawahi kutokea kwenye Biblia mpaka leo mtu mpole kama Musa, hajawahi kutokea. Musa huyu alikuwa kiongozi mvumilivu, hajawahi kutokea. Musa huyu waliwahi msumbua, anaenda kuongea na Mungu ili Mungu ampe maagizo awaletee wana wa Israeli. Ukumbuke Biblia inasema hakuna mtu aliyewahi kumuona Mungu, lakini Biblia hiyo inasema Musa aliwahi kumuona Mungu. Biblia hiyo inasema Musa aliongea na Mungu. Alikuwa mtu ambaye ana uwezo mkubwa, anakutana na Mungu, anaonana na Mungu, anapewa maono direct. Lakini anarudi huku chini anakuta wana wa Israeli wametengeneza sanamu wanaabudu. Wana wa Israeli lilikuwa taifa lililoshindikana. Wana wa Israeli walikuwa watu ambao walikuwa hawana shukrani. Walikuwa ni watu ambao wamekaa kwenye giza, akili zao zilikuwa zimefungwa. Taifa la Israeli walikuwa sio watu wa kawaida kuwaongoza. Fikiria waliwahi thubutu kumwambia Musa, ni kwa nini ulitutoa Misri ambako kulikuwa na mikate, kulikuwa na divai na kila kitu na nyama, umetuleta huku tunateseka? Kumbuka kule walikuwa watumwa, waliishi kwa viboko na mijeredi, wamewahi kuua watu ili tu waweze kupata uhuru. Lakini Musa alitumwa na Mungu awakomboe. Alipewa nafasi ya kuongea na wafalme kama Farao. Mungu alimpa kibali Musa, hata wafalme walimuogopa. Sasa Musa anakufa, hata kuwepo tena. Musa anasema, Yoshua, watu hawa usiogope, Mungu atakuwa pamoja nao. Biblia inasema Yoshua akaanza kuogopa. Yoshua akapata hofu. Yoshua akaanza kutetemeka, maana anakabidhiwa watu walioshindikana. Ndio maana Mungu sasa akachukua nafasi yeye mwenyewe ili aweze kumtia moyo Yoshua, aweze kumuongoza Yoshua, aweze kumwambia Yoshua ya kwamba atakuwa pamoja naye. Amemwambia hapatakuwa mtu yoyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Mshike jirani yako mkono, mwambie Mungu hatakupungukia wala hatakuacha. Popote utakapokanyaga, rudia hiyo, popote utakapokanyaga, Mungu atakuwa pamoja na hao. Kumbuka hata kama uko boarding school, anasema kwamba pale utakapoweka mguu wako na mimi nitakuwa hapo hapo. Anasema kama utakuwa ofisini, kazini kwako, utakapokanyaga mguu wako na mimi nitakuwa hapo hapo. Anamwambia Yoshua kwamba chochote utakachofanya, mimi Mungu nitakuwa pamoja nao. Tatizo unauza maparachichi, wewe mwenyewe unanungunika, na tu biashara hutu tunajaribisha tu. Lakini ameshasema ukiweka mguu wako nami nitakuwepo mahali hapo hapo. Au umepata kazi, ile kazi ya uheshimu. Na ndio maana watu wa mafundi wa garage siku zote wana nguo mbili. Kwa hiyo akitoka garage anajifanya chikibobu msafi, akiwa garage anakuwa na mafuta vile. Mimi nashindwa kuelewa, I wonder
Unamuita fundi njema, ndio tuongea, ngoja nibadilishe nguo. Anajua watu wakimwona yeye fundi, eti ataonekana mtu wa chini. Kwa hiyo anakuwa na nguo za aina mbili. Anavaa nguo safi na nguo. Watu watajuaje kipaji chako? Kama wewe ni mlinzi wa kampuni ya ulinzi, imeandikwa security guard hapa, vaa hiyo nguo ili watu wajue, maana Mungu amesema utakapokanyaga mguu wako nami nitakuwa hapo. Haleluya. Shida sasa, mtu kama anafanya kazi ya waiter hotelini, wakija watu wanaomjua anabaraguza sana, nilikuwa napita tu hapo. Nilikuwa napita tu, nafikiri nafanya kazi hapa. Mimi nilikuwa napita tu. Ili watu wasijue, anamwambia hapa atakuwa mtu yoyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakuwa pamoja na wewe. Haleluya. Haleluya. Mwezi wa 7 neema kama ukufa, Mungu atasimama na wewe mwezi wa 8 hautakufa. Kama mwezi wa 7 hawakukuroga, mwezi wa 8 skauti hawatakuroga. Kama mwezi wa 6 Mwalisu watu walitaka kukuua hawakukuua, mwezi wa 8 na wa 9 utakuwa mzima kwa jina la Yesu. Anasema utasimama, ukisimama nitasimama nawe. Anasema ukilala nitalala pamoja nawe. Na ndio maana warokole siku zote hawaogopi nyumba za kupanga. Wewe unahama kesho Mwanjingo, unakaa wapi wewe? Sasa hivi nimehamia Mtivila. Kuna wachawi sana upande huu. Sasa unaishi Mkimbizi, nimehamia Kigozile. Huku kulia wachawi sana. Ni kwa sababu huamini maneno ya Mungu yanayosema popote utakapoweka mguu wako na mimi nitaweka mguu wangu. Ndio maana sisi wa theolojia watu hawatuelewi. Tunasema Mungu is omnipresence, yuko mahali popote wakati wote muda wote. Hivi namtaja Yesu mahali hapa, Amerika wanamtaja Yesu the same time. Kenya wanamuita Yesu wakati wao, Nigeria wanamuita Yesu the same time. Ni Yesu yule yule leo jana na hata milele. Ahadi ya Mungu aliyomwambia Abraham ya kwamba nitakubariki wewe na uzao wako, na pamoja kuwabariki kwa wingi wa mchanga na baraka zote nitawapa nchi ya ahadi ya Kanaani. Anazidi kutimiza, anamkumbusha Yoshua kwamba wewe utatimiza maono na maagano yangu, the covenant. Wewe udali tu na ushujaa mwingi. Uangalie kutenda sawa sawa na sheria aliyokuamuru Musa. Mungu mtumishi wangu, usiache kwenda mkono wa kuume wala wa kushoto. Lipo tatizo katika baraka. Watu mnataka Mungu awabariki lakini amwangalie kutenda sawa sawa. Kazini mnaidiana na bosi utafika saa 3, wewe unakuja saa 8. Kazini mnaidiana na bosi utafika saa 1, wewe unakuja saa 6. Kwenye biashara mnaidiana na mwenzako mtakutana saa 5, wewe unakuja kesho. Kazini wewe ni mharibifu, una sifa mbaya. Shuleni wewe unasifika kwa tabia ya wizi wa mitihani. Lakini sasa hivi umepewa ofisi, na mshukuru Magufuli anayeshughulika na watu walio forge vyeti. Maana inakuwaje daktari ambaye akusoma anacheza atakuua tu. Lakini ashukuriwe Mungu, neno la Mungu linasema ya kwamba angalia kutenda sawa sawa na mapenzi yake. Yoshua akapata nguvu. Ndio maana kwenye mstari wa 10 Biblia inasema ndipo Yoshua akawaamuru maakida na watu wakisema, piteni katikati ya matuo mkawaamuru hao watu. Yoshua akainuka. Yoshua akapata nguvu kwa sababu walikuwa wameambiwa uwe hodari na moyo wa ushujaa. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Natiwa moyo, Biblia inaposema ya kwamba yoyote atakayesimama mbele yenu atakuwa halali yenu. Haleluya. Haleluya. Unajua Mwalisu, watu wanasoma maandiko hawayaamini. Biblia inasema ukianza kuimba katika roho na kweli, yoyote atakuwa mbele yako. Au alianza kuimba hujazaliwa, au alikuwa mtaalamu wa nyimbo, au amesoma manoti wa hujasoma. Biblia inasema tu ukiachika niliyokuamuru utaimba mpaka walio mbele yako watapotea. Wewe unaambiwa uwe fundi garage unaiba spana. Sasa itakuwa kesho utatenzeje? Mimi ni mchungaji. Kama sikwambii ukweli wewe ili uweze kupona, kazi yangu ni bure. Ukiona mwalimu anakupa majibu pumbavu hama shule hii. Biblia inasema hapatakuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako.
Inawezekana pia na wewe hiyo ndoa haikuwa yako. Sasa unahangaika na hii ndoa, unatafuta mchawi, unasingizia wazazi wako, unasingizia kanisa lako, unasingizia majirani zako, unasingizia marafiki zako. Unajua kama sio kanisa, mimi ndoa yangu ingekuwa nzuri sana. Unajua kama sio baba mkwe, mimi ndoa yangu ingekuwa nzuri. Unajua kama sio kina urithi, mimi ndoa yangu ingekuwa nzuri sana. Unajua kama sio marafiki, mimi ndoa yangu ingekuwa. Pumbavu ni akili zako wewe. Kwa sababu Biblia imeshasema hapa ya kwamba chochote utakapoweka mguu wako, na mimi Mungu nitakuwa pamoja nao. Tatizo uchumba tu mnaigiza kwenye TV. Mchungaji asubuhi amesema wakati sisi tulikuwa tunasikiza radio moja inaitwa RTD, nimekumbusha pale sana. Radio Tanzania Dar es Salaam. Alafu nyie sasa mmezungukwa na utandawazi. Ukigeuka huku kwenye simu unatafuta majibu yote tu. Mule mikole. Sijui Kiswahili nini. Hapa William tano mara tano ngapi? Mjitahidi. Lakini ni kwenye simu tu. Leo mnionea ni kwenye simu tu. Kama mmetoa macho yako hivi, elimu yenyewe imejaa kompyuta tu, Google. Mnaweka Kiingereza cha Google ndio mnawatumia matusi watu kwenye WhatsApp na Instagram. Viingereza vya kipumbavu ndio mnaweka kwenye Instagram na WhatsApp kuwasengenya watu. Na sisi tutaolewa tu, sasa unaweka Kiingereza kina edit kinarudi nyuma badala ya kwenda mbele. Utandawazi umeharibu akili zenu. Na ukiona mtu anakutukana kwenye Instagram, kwenye WhatsApp, usimrudishie, maana ule ujinga unaweza kahamia kwako. Kwani nani hawezi kujua kwamba hii message ikupa Nyisiri amenitumia mimi mpe? Nani ambaye hawezi kujua? Tajua tu kwamba hii message ni Mwalisu. Lakini huyu Yoshua aliyeshukwa na woga ili aweze kuongoza wana wa Israeli kuvuka ng'ambo. Hata kama leo nyumbani kwako yuko mtoto anayekusumbua katika kiwango cha wewe kukata tamaa, unataka kwenda polisi wewe mwenyewe kumpeleka, ukasalende kwamba huyu mtoto amenishinda, Biblia inasema usiogope, Mungu atakuwa pamoja nawe. Jana nilisimamishwa na askari mmoja. Akasema, mchungaji, ofisi yako iko wapi? Tulikuwa na mama. Nikamuuliza ofisi ipi? Ya uchungaji. Nikasema hapa tu. Unajua mtoto wangu anakaa kwenye kijiji fulani, lakini ofisi yako iko wapi? Huyu amejaa hofu. Biblia inasema usiogope kwa sababu Mungu atakuwa pamoja na wewe. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Alisema Joshua, neno la Mungu likakusaidie kuliongoza taifa la Israeli. Alitaka Biblia ikawe kiongozi cha maneno ya Mungu kwa watu wake. Ndio maana wewe kama umeokoka unasoma boarding school, katika chumba chenu mko wawili tu. Msichana wa chumba hiki anatoa mimba na wewe unajua anatoa mimba. Kama wewe na Yesu hauwezi kuiga matendo yake. Ndio maana kama wewe unasoma boarding school, wenzako wanakunywa pombe, wanavuta bangi na sigara. Kama wewe na Yesu utamaliza miaka 4 hujawahi kuvuta hata ugoro. Baba, mimi shule ile sitaki na tabia mbaya. Shule ina tabia mbaya, watu wana tabia mbaya, wewe una tabia nzuri. Haleluya. Haleluya. Usiogope. Usiogope, mwambie jirani yako usiogope. Mwambie uwe hodari na moyo wa ushujaa.